Wanafunzi kutumia kadi, mwanafunzi mmoja, kadi ya mtu mmoja kutumika zaidi ya wanafunzi 3 hadi 5 ambao tumekuwa tukiwakamata katika vituo vya kutolea huduma. Baadhi ya wanafunzi kutokuwa tayari kulipa, lakini pia baadhi ya vyuo kutoweka mkazo au ulazima wa faili kuhakikisha kwamba wanafunzi wanajiunga na mfuko. Lakini changamoto nyingine ni mifumo ambayo wakati mwingine imekuwa ikiturudisha nyuma, lakini kwa sasa tumeweza kuimarisha na kuhakikisha kwamba kabla wanafunzi hawajaanza masomo tuna testi mifumo yetu kuhakikisha kwamba wanapoanza kujiunga basi waweze kwenda vizuri. Wanachuo wa taasisi husika wanajisajili kupitia taasisi husika hiyo. Katika makubaliano haya kila mwanafunzi anachangia kiasi cha shilingi 50,400 kwa mwaka kwa kipindi cha mwaka mmoja, na kwa kuzingatia dirisha la usajili kwa kipindi husika. Na kila mwaka wa fedha au mwaka wa masomo tulianza na wanafunzi wachache na vyuo vichache, lakini tunavyoongea leo angalau kila chuo kimeshajiunga, ingawa hata kama bado hawajafikia idadi ya wanafunzi wanaotakiwa 100% kama ilivyoelekezwa, lakini kila chuo tumeshakifikia na mwitikio unaendelea kuboreka kila mwaka. Kwa mwaka uliopita 2024-2025 tuliweza kusajili 36% ya wanafunzi wote kati ya ambao ni 100% ambao tulipaswa kuwasajili, ukiondoa wale ambao wana kadi kupitia wazazi au kama wategemezi au ambao ni watumishi. Ili kuleta ufanisi, jitihada kadhaa zimekuwa zikichukuliwa serikali, mfuko pamoja na vyuo kuhakikisha kwamba ili fao kila mtu ananufaika nao, hasa upande wa wanafunzi. Katika kufanyia changamoto hizo ambazo ni pamoja na ni kazi ya serikali, na mimi nikiwa kiongozi wa serikali ningetaka kujua vyuo gani vimecomply, vyuo gani havicomply, ili tuwaite wanaohusika tukae nao tujue sababu gani, lakini wale ambao wanafanya vizuri pia tuweze kuwapongeza kwa ufanisi wao ili kuwapa moyo na kuwafanya wafanye vizuri zaidi. Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya, hakikisheni mnaboresha mifumo yenu ya usajili ili sikwamishe zoezi hili na kuwakatisha tamaa walengwa, kwa sababu wakati mwingine hawa wako tayari kutekeleza yale ambayo yanaagizwa, lakini utakutana na vikwazo vingi kutoka kwenye mamlaka ya kiutekelezaji. Kwa hivyo ni lazima muondoe hizo dosari. Mfuko hakikishe unakuwa karibu na wadau, yani vyuo, na kutoa huduma kwa wakati, hasa kwa wale wanaotumia kadi za NIDA, na kwa wale ambao hawana kadi za NIDA, njooni katika mamlaka zetu ili wanafunzi hao tuhakikishie wanakuwa na kadi zao za NIDA bila changamoto yoyote ile, ili wanapotaka matibabu waweze kutumia kadi hizo kama ambavyo meneja wa NHIF amesema. Kuna haja ya kuwa na vitambulisho vingi. Kitambulisho kimoja kinaweza kukufanya ukapata huduma hii. Kuwasihi wanafunzi wetu kutambua takwa hili la kisheria na umuhimu wa kweli wa kujiunga na mfuko wa bima ya afya. Tumeshuhudia mara kadhaa vijana wetu wamekuwa wakipata maradhi, matokeo yake kutokana na kutokupata bima ya afya wanapata usumbufu mkubwa sana. Kwa hiyo tumepokea maelekezo hayo na tutawasihi vijana wetu kwa wingi kabisa waone umuhimu wa kufanya hivyo, kwa maana ya kujiunga na mfuko huu wa bima ya afya ili wasipate kadhia pale wanapopatwa na changamoto ya kiafya. Kwa wanafunzi ambao wanatumia kadi moja kwa wanafunzi wengi pasi kufuata utaratibu na sheria, kwamba waachane na hiyo tabia, kwa sababu mwisho wa siku kwanza inadorolesha ufanisi wa mfuko, lakini pili ni kinyume na sheria. Mwisho wa siku wanaweza kuingia matatizoni kwa mujibu wa sheria na kushtakiwa, kitu ambacho pia kinaweza kikaleta gharama pia kwa wazazi kwanza kushughulika na kesi kama hizo ambazo zinakuwa hazina maana. Kuja na uongo mkubwa tu, na wanafanya vitendo vya uongo kwa sababu wamelelewa kwenye mazingira ya waongo ambao na wenyewe wanafanya vitu ambavyo haviendi. Mtu unajua kabisa code of conduct yako ni hii ndio unatakiwa ufanye, hufanyi, unafanya kinyume, ukichukulia kwamba wale wote ni wajinga, kumbe umemharibu hata mtoto wako wewe mwenyewe. Kwa hiyo
Mimi ni hivyo naona. Yeye mwenyewe ana njaa, akaiweke kwenye bima au wale. Kwa hiyo mtoto anachukua maamuzi, ngoja nikale, mimi mwenyewe sijashiba. Kwa hiyo tuangalie pia jamii inakumbana na nini hasa kinachoendelea kwenye kuwazunguka hawa watoto. Wamezungukwa na nini? Je, mahitaji yao mengine yamekidhiwa? Kama hujakidhi hitaji la mtoto la muhimu ambalo ni chakula, unategemea hivi vitu vingine haviangalie kwa macho yanayoona vizuri. Kwa hiyo umaskini pia unatuumiza sana kwenye kuwalea na kuwafunza hawa vijana. Hilo nalo tulikumbuke, jamii yetu kwa sehemu kubwa ni maskini. Sio kila mmoja anayemleta mtoto chuoni ana uwezo wa kukabiliana na mahitaji yake muhimu, wengine hawana. Ukienda nchi nyingine, sisi tulikosoma na kulelewa, bima yako inaisha ile siku ulio register. Ile siku ulio lipia ndio tarehe hiyo bima yako ina expire. Sisi tunaweka mifumo, lakini mifumo yenyewe ni ya kuiga. Unaona, tunaitumia hiyo kutuumiza, yani kuumizana sisi kwa sisi. Kwa sababu yule mwanafunzi unaenda naye wapi sasa? Bima ni active, lakini dirisha limeshafunga, au anatibiwa hatua 1 2 3, unaambiwa amesha overseed, kwa hiyo imeshakuwa blocked. Sasa unaenda, mwanafunzi ni mgonjwa, pengine amefanyiwa operation, utambeba umpeleke wapi wewe sasa?